Sasa msikilizaji, nataka nikupatie faida za shahawa kwa mwanamke. Manake kila mtu huwa na falsafa zake. Akikojoa usimeze. Akimeza atapatwa na kansa. Sijui, hapana. Jamani, nataka nikupatie faida za shahawa kwa mwanamke. Kwanza, umtengenezea mwanamke shepu yake. Shahawa zinapozunguka katika mwili huwa na virutubisho vingi vya protini. That is 1. 2, humsaidia mwanamke kutengeneza ngozi yake kwa virutubisho vya shahawa. Japo kuna wengine wanasema na kudanganyana kwamba uzipake usoni. Hii inasaidia kwenye ngozi ya mwanamke. Utamuona kijibaby face, mwanamke ni mtu mzima, ni mshangazi fulani, lakini kijibaby face kwa sababu ya shahawa. Na humuongezea mwanamke urembo zaidi, hasa kwa macho yake. Macho yanakuwa meupe, alafu si meupe tu, mazuri zaidi. Inamsaidia mwanamke kuwa na sauti nzuri zaidi, kwa kuwa shahawa hutengeneza ala nzuri za sauti katika mfumo wa sauti. Shahawa. Sasa ole wako wewe mwanamke ambaye hutaki kumpiga mnyonyo mwanamume wako, ama ukimpiga mnyonyo mwanamume wako unatema. Hasara hiyo na ni usungo mkubwa sana. Inamsaidia mwanamke kuwa na akili nyingi zaidi katika mfumo wa fahamu, kwa sababu shahawa hukimbilia katika muundi wa mgongo na kumfanya mwanamke kuwa na mgongo na mfupa imara na mlaini. Lakini pia humfanya mwanamke kutokuwa na tatizo la kupoteza fahamu na maradhi ya kucheka-cheka. Sio wewe jambo la kwanza la pili unaulizwa jina lako unaanza kujikuna kichwa, mimi naitwa hapana. Meza hiyo kitu Sheikh. Lakini pia humfanya mwanamke kutokuwa na tatizo la kizazi, kwa sababu kinasaidika sana. Hicho kizazi cha mwanamke kisiwe na maumivu. Shahawa zina uwezo mkubwa sana wa kusaidia kizazi cha mwanamke kutokuwa na maumivu ya mara kwa mara, hasa kinapoingia baridi. Sawa Lakini pia wanawake wanaovumbulwa angalau mara 4 kwa wiki huonekana kuwa na umri mdogo ikilinganishwa na umri wao kwa miaka 7 mpaka 12. Hii inatokana na ukweli kwamba kujamiana huongeza homoni ya estrogen ambayo hufanya nywele za wanawake kuwa na afya nzuri pamoja na ngozi zao kung'aa. Sawa Sasa kuna wewe ambaye kila uchao unasema kwamba mwanamke akimpiga mnyonyo mume wake, akimeza shahawa, anashikwa na kansa. Ngoja nikutoe taka masikio. Kinachosababisha kansa ya koo sio kunyonya uume wala mwanamume kumpiga mnyonyo kipochi manyoya ya mke wake, bali ni wadudu hatari kama vile human papilloma virus, yani HPV. Kuna human herpes simplex virus, sawa, na nyingine nyingi, lakini sio kutokana atikisa na maana umepiga mnyonyo kipochi manyoya. La hasha wakala. Na kama unabisha, basi itabidi umerudi tena shuleni uende ukasome alifu kwa ujiti. Sawa? Kwa sababu mtu kama wewe unaweza pia kuaminisha mtu kwamba ukiendesha gari utapata ajali. Kumbe kunaye mtu ambaye anaweza kuendesha gari na asipate ajali. Ajali itatokea manake haina kinga. Tuko pamoja? Kwa hivyo chonde wanawake, wapigeni minyonyo waume zenu na musiteme shahawa, mezeni shahawa.
Na wewe mwanamume pia hii inakuhusu. Coco FM 98.9, ladha ya Pwani.